Ah, Bwana Hans, kwema? Kwema. Pole kwa changamoto. Asante. Vipi, anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Mimi nilitaka nikwambie tu kwamba ila hawa waliomfanyia mke wangu nitakachowafanya hawataamini. Kwani unawafahamu labda? Wafahamu, lakini kutowafahamu hainizuii mimi kuwaadabisha. Sasa kama wao wanajua huku, basi mimi najua huku, nitawaonyesha. Kale tu vitu hivi. Wiki na msemaji namfundisha mpaka nachoka. Badili. Nimechoka. Liki miaka yote. Ange vitu vizuri. Sasa nikimwambia apange vitu vizuri.
Rafiki yako Ansa ana tatizo gani linalomsumbua? Hana tatizo lolote. Wewe unauliza. Unajua, na unaonekana uko mstari wa mbele sana kutaka kumsaidia, ila kuwa makini naye na wewe usije ukalichuma janga. Saizi Hivyo nani? itakuwa ni vya mshikaji wangu Mwaipopo, nilimpisha na mke wake hapa. Walikaa kama siku hiyo. Naamini atakuwa amelisahau. Nani? Kwani umeiwasha sasa? Kuna mtu amenipa nimuuzie, ila ni kwa siri, hataki mtu yoyote ajue. Huiweze na simu kadi. Ansa, unanisaliti? Siwezi kukusaliti. Sasa ungeviacha tu ile nivae. Nikishindie. Au ninapotaka. Hapana. Usivivae hata mara moja hivi viatu. Tena usije ukavitoa nje, sawa? Kwa tunapika nini mchana? Mimi nadhani kwa kuwa muda umeenda sana. Saizi tutanunua chakula gengeni. Njaa inauma sana. Jioni ndo tutapika kwa ajili ya usiku. Mimi utanichukulia chips yai na kuku nusu. Ni kitu chochote. Tomato tu. Sawa. Na vipi kuhusu ule mpango? Yale shopaya kazi. Kwa hiyo
Nikuagize na vya kupika au nitaenda mwenyewe sokoni? Hapana, kwa kuwa njaa inauma sana na muda umeenda, naomba niende. Wahi. Sonia, habari yako? Safi, mambo anza. Poa. Vipi? Simu yangu. Simu yako hii hapa. Nani tumeshamalizana? Bado. Bado nini tena? Viatu vyangu. Naenda huku, nikirudi na vitoa na kuwekea mlangoni kwako. Baada ya hapo tumeshamalizana. Heshimu ndoa yako. Sikutaki tena. Mimi na wewe bado hatujamalizana na hatuwezi kumalizana kirahisi hivi. Msala bado mbichi kabisa. Yaani sijui tunafanya nini ili kujinasua. Madebe ameshajua tayari na amepanga kutufanya kitu kibaya sana. Kwani ametufahamu? Hajatufahamu bado. Lakini amesema atatujua tu. Wote waliohusika na swala la mke wake, na hata asipowajua amepanga kufanya kitu kibaya mno. Wewe umepanga kufanya nini? Sadala, mimi nimekuja hapa ili tushauriane. Tufanye kitu gani kabla hajatuzuru? Kitu gani? Ndio tushauriane sasa. Sikilize Hans. Wewe ni rafiki yangu sana, tena sana. Na ndio maana ulivyokuja na hili tatizo lako, mimi nilijitolea kukusaidia bila kujali matatizo nitakayojisababishia. Lakini kila muda unavyokwenda unazidi kunitia shaka. Naona kabisa unaenda kunitumbukiza kwenye shimo ambalo litagharimu maisha yangu. Sasa nisikilize. Kuanzia sasa
pambana na hali yako. Oa Sadala wewe. Ndio hivyo, kila mtu apambane na hali yake, kwa sababu Hansi wewe hutulii, hutumii akili, muda wote una wasiwasi. No, wasiwasi wako utasababisha kutilie shaka, na akikutilia shaka lazima ataanza kukuchunguza, na akikuchunguza, ninavyokujua wewe, lazima tu atakubaini. Lakini mimi nimekuja hapa nikwambie ujue kinachoendelea huko, ili kama kutakuwa na namna yoyote ile ya kudhibiti, basi tudhibiti. Kama unataka kudhibiti, tulia, ishi kama hakuna kilichotokea. Basi bwana mwenzangu, ndio ikawa hivyo. Wewe ulimwachaje? Vitu vingine unachangamka tu, umekuwa umepoa hadi unaboa. Enda ni Shikamoo baba. Marahaba binti yangu, umefika salama chuo? Ndiyo, nimefika lakini bado hatujaanza masomo. Oh, sawa. Jitahidi sana katika masomo mwanangu, nakutegemea sana. Jali baba, sitakuangusha. Sawa binti yangu. Nakutakia masomo mema. Asante, nakutakia na wewe kazi njema babangu. Nakupenda sana mwanangu. I love you too daddy. Vipi? Babangu ananipenda sana. Basi kumfanyia hivi na kumfanyia. Lakini ni kweli Chanel. Hansi naye amenizamisha kwenye kina kama hivi. Hata mbele sioni. Ila mimi nadhani bado hujachelewa kufanya maamuzi sahihi. Maamuzi gani? Unajua mapenzi yapo tu na yataendelea kuwepo. Sasa hivi wewe kipaumbele chako kiwe ni elimu, umalize chuo, kisha mambo mengine yatafuata. Hata mimi kuna wakati nawaza kufanya hivyo hivyo, lakini nashindwa. Umekuelewa eh? Na hivi kuna uwezekano kweli wa watu kuamua kumteka mtu bila sababu alafu wamchimbie shimo watake kumzika? Inawezekana kweli hilo? Hata mimi mwenyewe mwanzoni nilivyosikia nilishangaa kidogo, lakini dunia hii inawezekana pengine kuna kitu walikuwa wanakihitaji na wameshakipata. Kitu gani? Labda ni mambo ya kishirikina. Walitaka kumtoa kafara pengine, na ndio maana wanataka kumzika akiwa hai. Lakini mimi sidhani, ila mtawajua na mtawanyosha kweli. Lakini kwa nini usiamue kuwasamehe tu, kwa sababu ukizingatia shemeji amesharudi nyumbani na ni mzima kabisa? Hapana, ni lazima niwanyoshe, na nakuhakikishia wallahi watakuja nyumbani kwangu akiwa wanapiga magoti. Kuja kwa magoti kwangu. yani
Yaani Shaneli, wewe sio msomi ila ni wife material. Umepanga kuwafanya nini watu walio? Mimi nawachia Mungu. Mwachia Mungu? Ndio. Kwa nini? Sababu hata ningetaka niwaadhibu, tawapataje wakati sikuwa? Sasa mimi simwachii Mungu. Nataka nitoe fundisho ili iwe onyo kwa watu wengine. Shikamoo baba. Jambo. Shikamoo mama. Ile simu ilikuwa ni ya Mama Linda? Umejuaje? Nimeona wakati namrudishia. Ndio, ni ya kwake. Nataka kuiuza lakini amegaili. Ila mumewe hakutaka ajue. Ndio nikamrudishia. Viatu navyo? Viatu? Viatu ni vya kwake. Tamrudishia pia. Navyo alitaka kuviuza. Na kitu kinaendelea. Wewe ndio ulikuwa naye jana? Nani? Mimi? Hapana, mimi sijakuwa naye na hakuna chochote kinachoendelea kati yetu. Kipo. Simu. Viatu. Wote kupotea jana na nimeona namna mlikuwa mnaongea pale. Inaonyesha dhahiri kuna kitu kinaendelea. Ila kama una mahusiano naye, acha. Kwa sababu mke wa mtu ni sumu.
Oe. Tembo. Karibu. Jamani, mji umeharibika huu. Watu wanatekwa mchana kweupe. Wanatekwa? Ndio. Nani ametekwa? Jana Mama Linda mke wa Madebe ametekwa na apelekwa kule polini. Sasa sijui ikawaje, akapata upenyo tu akawatoroka. We, hawakumzuru lakini? Hawajamzuru, ila watakipata cha mtema kuni. Vipi? Kwani ameshawajua watekaji? Hajawajua, ila Madebe huwa hatanii. Sasa hata watakionaje cha mtema kuni wakati hawajui? Hao kwa Madebe wamelikoroga na watalinywa. Mimi ninachotaka kujua kivipi na kati hawajui? Madebe ni mchawi. Na inavyosemekana hata tatizo la mkeo la kuzimia yeye ndo alomtupia jini kipindi kwa mdogo. Afu baadaye akaja kumoa yeye mwenyewe. Wewe habari nyeti kama hizi umezijuaje? Dunia haina siri kaka. Mbona watu kibao wanajua? Na hata yeye mwenyewe Madebe anajua kama watu wanajua. Ila hajali. Madebe mimi ni rafiki yangu, lakini Madebe ni katili sana. Ni mwenyewe namkalia mbali, namkalia chonja. Yaani kwa Madebe wameyakanyaga. Hansi ana mahusiano na Mama Linda? Hapana. Kwa nini? Kuna dalili za wazi kabisa kwamba wapo kwenye mahusiano. Sidhani. Kwani umeona nini? Kuna uwezekano hakutekwa, lakini alikuwa na Hansi. Sio kweli na haiwezekani, kwa sababu jana Madebe wakati anaenda kwa fundi kumfuata ili avunje mlango, anasema alimkuta Hansi kwa fundi na akamuuliza kuhusu mkewe, anasema hakumuona. Basi kama hawakuwa wote hiyo jana, kuna uwezekano kabisa wana mahusiano ya kimapenzi, na Mama Linda huwa anaingia chumbani kwa Hansi. Sio rahisi. Kwani wewe umeona nini? Tuache. Mimi kabla sijaenda chuo nitakuwa nimefanya uchunguzi wangu na nitakuwa nimeshajua kila kitu. Na nikigundua kuwa Hansi ananisaliti, mimi na yeye basi. Na sitokuja kumwamini mwanaume yoyote yule. Vipi tena? Tuliza Munkari. Mimi naye bado hatujamalizana. Unataka nini? Huyo demu wako muonye, ana kielele sana, na usipokuwa makini ataharibu kila kitu. Sikia, mimi na wewe si wapenzi, sawa? Na hatujawahi kudate.
Kwa hiyo acha wivu wako, achana na mimi kabisa, sawa? Hansi, kingine mume wangu amewapania kuwafanyia kitu kibaya. Sijui amepanga kufanya nini, ila nachomjua mimi huwa atania. Afanye tu. Sonia, mimi naondoka. Sonia, naomba uniache niondoke. Mimi sina kuvumilia haya yanayoendelea hapa. Hebu nisikilize kwanza basi. Sonia, nampenda sana Hansi na nimejitoa sana na kufanya vingi kwa ajili yake, lakini hawala thamini hilo. Hansi anakupenda pia na anakuthamini. Asingeweza kunisaliti tena na mke wa mtu. Basi punguza kwanza sauti, tusie tukazua balaa lingine bure. Utelea mbali, yaani kama mbwai, acha liwe mbwai tu. Hasira hasara, na bado huna uhakika wowote kama kweli ni wapenzi ama la. Kwa hiyo usimu. Sonia, unataka mpaka niwakuta akiwa kitandani wanafanya, si ndio? Hapana, lakini ni heri ungempa nafasi Hansi ya kujielezea, akwambie ni nini kinaendelea kati yao. Ni kweli tunaona pale wamesimama, kunaonyesha hakuna maelewano kati yao, labda kuna jambo lingine, lakini sio mapenzi. Usimhukumu. Kama hawana mahusiano, kipi kinawafanya wasielewane? Wala ni wivu tu baada ya kuniona mimi nimekuja. Hizo zote ni dhana. Acha kumhukumu kabla ya kumpa nafasi ya kujielezea. Sonia, acha nikimpa nafasi ya kujielezea, baada hawezi kuniambia ukweli. Atajisitia tu. Hapana, hebu mpe nafasi Hansi ya kujielezea na umsikilize anasemaje, kisha ndio ufanye maamuzi. Unajua wasichana tulio wengi tunapoteza wanaume tuwapendao kwa ajili ya kufanya maamuzi ya kukurupuka. Hatuwapi nafasi ya kujielezea, na kibaya zaidi, wanaume sio watu wa kuongeaongea kama sisi. Kwa hiyo sio rahisi kujua undani wao. Nabe, kuna sehemu naelekea hapa nyumbani. Kuhusu nini? Mimi na wewe tulishamalizana. Kwa hiyo wewe pambana na hali yako. Pambana na hali yako. Mbona kinyonge hivyo mapema yote hiyo? Wewe acha. Jamani, matatizo gani tena? Wewe mauzaza. Namaanisha nini? Nitakuja kukwambia nyumbani.
Ni kuhusu Hansi eh? Usijali mume wangu. Mungu atakusaidia na kila kitu kitakuwa sawa kwa uwezo wake. Usikae kinyonge bwana. Wangu inabidi utengeneze simu. Hii habari ya kukutafuta kinyelele sio mchongo wala nini. Yaani nimekutafuta sana. Simu nimeshapeleka kwa fundi. Tengenezwa ishatengenezwa. Ila tatizo la kukombolea. Shilingi ngapi? 7,000 tu. Niazime basi mwanangu ili na mimi nirudi hewani. Sawa, nitazingatia. Ila sasa mimi nina msala mzito mama. Anahitaji msaada wako. Msala? Msala gani tena? Wewe elewa tu msala. Na hii naomba iwe siri baina yangu mimi na wewe. Nikija kusikia popote, najua ni wewe. Na sitakuelewa kabisa. Sawa, kwa hiyo mimi ulikuwa unataka nikusaidie nini? Nenda kunipeleke kwa ule mtaalamu wako. Alikusaidia kwenye ile issue yako ile? Sawa, mimi nitakupeleka. Inabidi kwanza tumpigie simu. Kwa sababu tunaweza tukaenda tusimkute. Maana yule ni mtu wa kusafiri na wateja nchi nzima. Sawa, mpigie simu. Kama vipi tumuibukie sasa hivi. Tatizo na huna. Ninayo ila ipo kwenye ile simu niliyokuambia ipo kwa fundi. Sasa hapo weka komboe simu yako. Wewe utanifahamisha kinachoendelea. Kama vipi tumuibukie chapu kwa haraka. Basi sawa, acha mimi niwahi. Poa poa. Kama sitoridhishwa na majibu yako. Unahitaji majibu ya kuridhisha au unahitaji majibu sahihi? Majibu sahihi. Huenda yasikuridhishe. Uko tayari? Nipo tayari. Sipo tayari kukupoteza. Nakupenda sana. Hivyo kuna wakati
kwa kuulinda uhusiano wetu, nipo tayari hata kuutumia uongo, sababu ukweli mwingine hautaweza kuuhimili. Ni bora ukweli mchungu kuliko uongo mtamu. Ninachokihitaji hapa ni ukweli, tena ukweli usio na hata chembe ya uongo. Nakwambia ukweli, lakini sio leo. Kesho? Kwa nini kesho? Hapa sio sehemu sahihi na hapa sio mahala sahihi kuyazungumzia haya. Ningeomba univumilie kwa usiku huu tu. Kesho pakikucha nitaenda sehemu salama na nitakwambia kila kitu. Sawa. Kesho naomba usinipige chenga. Nataka nijue ukweli kama ulivyoniahidi. La sivyo, jua la kesho litanizamia hapa. Sawa. Kwa hiyo utakula leo kaoge au utaoga? Lengo la kikao hiki ni muwaita kwanza kuwashukuru kwa upendo wote na jitihada zote mlizozionyesha kwangu kipindi ambacho mke wangu ametekwa mpaka amepatikana. Kwa taarifa za mke wangu, anasema kwamba alitekwa na watu wasiojulikana, kitu ambacho mimi hakiniingia akilini. Sasa basi, nimeona niwaite ili kuwapa tahadhari, kwa sababu naanza kutafuta mbinu zangu ili niweze kuwajua ni akina nani ambao hawajulikani wamemteka mke wangu. Sasa kwa sababu mbinu zangu mimi ni mbadala na nitawajua, nimetaka muwape taarifa ndugu zenu wa karibu ili nisije nikafanya jambo baya hapa, mwisho wa siku wakaja hapa ndugu zenu, kwa sababu nitakachokifanya watakuja hapa kabla hawajafa. Niwaombe watahadharisheni au waambieni ndugu zenu kabla ijawa dhahama. Tumeelewana? Sawa, sisi tumekuelewa na tutawapa tahadhari, lakini mimi nilikuwa na mtazamo tofauti kidogo. Waswahili wanasema chizi avuae na wewe ukivua wote mnaonekana machizi. Mimi naona hakuna haja ya kuwafanyia ubaya, isipokuwa kwa sababu umeshatoa taarifa polisi, basi ungewaachia polisi waendelee na uchunguzi kisha wachukue hatua. Una mawazo mazuri na umefikiria vizuri, lakini mimi sihitaji mawazo yako, na wala sikuwaita hapa eti tuje tuanzishe mdahalo wa kunipa mawazo. Mimi nimewaita ili niwape taarifa. Sasa hiari yenu muipokee na kuifanyia kazi au kuto kuifanyia kazi. Na taarifa hii ni kabla ya jua kuzama, na likisha zama nisikulaumiwa kwa lolote. Zingatieni jua kabla halijazama. Kikao nimekigairisha, niwatakie siku njema.
nampenda sana. Hapana. Usinidanganye. Nimeona namna mlikuwa mnatizamana. Unaonyesha dhahiri kuna kitu kinaendelea kati yenu. Na mimi naona labda niondoke ili niwaache muendelee kufurahia na mapenzi yenu. Iko hivi, sijawahi kuwa na hisia naye, wala sijawahi kumpenda kimapenzi, na sijawahi kumtamani. Ila yeye amekuwa na hisia za kimapenzi juu yangu, na ameshajaribu mbinu nyingi sana ili anipate, na zote zimegonga mwamba. Mpaka juzi akaingia ndani kwangu, na nilipojaribu kumfukuza akaniambia nisipompa anachotaka eti atapiga kelele kwa anataka kumbaka. Ukampa alichotaka? Hapana, kwa sababu punde tu akaanza kujisikia vibaya na akapoteza fahamu. Halo. Halo. Nataka nikupe taarifa kwamba mke wangu amepatikana. Ila sasa nimepanga kuwafanyia kitu kibaya sana hao ambao walitaka kumzika mke wangu akiwa hai. Wewe nimekupigia ili kama itakupendeza wape watu tahadhari kwamba kama kuna mtu amehusika ajitaje mwenyewe, kwa sababu ninachotaka kuwafanya dunia nzima itajua nini nimewafanya waliohusika na kumteka mke wangu. Pole sana, pole sana. Pole wapewe hao wahusika, kwa sababu nitakachowafanya dunia itawaonea huruma. Watakuja kwangu wakipiga magoti, nitawatesa kabla umauti kuwafika. Na taarifa hii wafikishie wote ambao wewe unawatakia heri. Sawa. Mimi nakuja hapo sasa hivi. Awe jiandae. Sijua tuna muda wa kupoteza, si ndio? Poa. Poa Hansi. Hansi. Poa babu Hansi. Wewe Hansi. Hansi. Wewe vipi babu? Nikusaidie nini? Saidie nini? Sikiliza. Madebe amekuja ofisini kwangu pale, amechimba mkwala kishenzi. Anasema yote aliyehusika na mkewe atafanya kitu haya. Kwa hiyo nini sasa? Nimekuja ili tujadili namna gani tuweze tukatoka katika huu msala. Si ni wewe ndio ulisema kwamba kila mtu apambane na hali yake, si ndio? Sasa sikiliza, pambana na hali yako. Majansi, pambana na hali yako. Kumbuka wewe ndio ulonitumbukiza katika huu msala.
na wewe ndio unatakiwa utafute namna ya kujitoa katika msala. Unaniambiaje nipambane na hali yangu? Sadala, nisikilize vizuri, sawa? Wewe fuata mambo yako, yaani usinihusishe kwa lolote, sawa? Tusifuatiliane. Zetebo. Vipi mzee? Aya, taarifa zangu umezipata? Zimenifikia, ingawa kila taarifa mbaya husambaa kwa haraka sana, na nina imani baada ya masaa machache katika kata hii kila mtu atakuwa amezipata, ingawa taarifa zenyewe kila anayesambaza anaongeza na chumvi. Vipi? Na wanaongeza nini yani? Inategemea na taarifa ulipoipata. Aliyeniambia mimi amesema mkeo ametekwa na kubakwa, na mwingine amesema wewe ni mtu katili sana. Hata huko ulikotoka ushawahi kuua watu, jiji kikakufukuza kamia hapa. Aya, na wewe umeshika lipi? Nani mimi? Mimi sijashika lolote. Ndio maana nilikuwa nakuja ofisini kwako kupata taarifa kutoka kwako wewe mwenyewe. Twende. Kulikoni? Najuta kumsaidia Hans. Yaani yeye ndo ameniingiza kwenye matatizo, alafu analetea dharau. Pole sana mume wangu, lakini kila jambo litokea kwa sababu kubwa ni hili. Imani nimeshajifunza. Nimejifunza sana. Tena sana, yani sana nimejifunza. Ninachokuomba katika hili ni amini. Wewe niachie mimi. Endelea na kazi zako kama hakuna kilichotokea. Tatizo ni Madebe. Madebe ametangaza hali ya hatari na amesema kabla jua halijazama waliohusika na mkeo wote wajitokeze. La sivyo hatakuwa na msali ya Mtume. Wote atangaze. Ninachokusisitiza ni amini. Na ili wewe niachie mimi. Tuliza moyo wako. Endelee na kazi zako. Usianze. Usiachana naye. Najua atakuwa ameshaenda kwa waganga huko. Ila wewe usiende kwa mganga. Usiende kwa shehe wala mchungaji. Rudia tu. Huyu jamani mwanaume, tena mwanaume haswa, amepania kufanya jambo kubwa.
Lakini si unalimudu? Ndio nalimudu, ila ni kazi nzito sana na inapaswa tufanye kwa haraka. Kwa hiyo hapo nini kinahitajika? Hii kazi ni nzito sana na ina riski uhai wangu, hivyo hata malipo yake yatakuwa ni makubwa. Kama kiasi gani hivi? Ni milioni 1. Kisha patikaniki jogoo mweusi pamoja na chungu. Na hiyo pesa ikipatikana, una uhakika hili swala litaisha? Bila shaka, ila hiyo ni kwa ajili yako tu, ila huyu mwenzio ana vifaa vyake na gharama zake tofauti na za kwako. Huyo mwenzangu wewe achana naye, lakini mimi nina ombi moja. Ombi gani? Naomba nikupe pesa nusu. Utakapoifanya tiba, kiasi kilichobaki tutakumalizia. Sawa, haina shida, ila utatoa 600,000. Baada ya wiki moja nitakuja kumalizia hiyo 400,000, kisha nitakupa dawa zingine kwa ajili ya kufungua riziki. Sawa. Sasa na hivyo vitu vingine sisi tunavipataje? Kwa kweli jambo ni la haraka sana. Wewe toa pesa ya vifaa, mimi nitajua vifaa na vipata wapi. Sawa. Muda gani mzuri kwa ajili ya shughuli ya dawa? Leo ni muda wowote, ila inatupasa tuwahi kabla jua halijazama. Pesa hii hapa, hii ya vifaa. Wewe viandae, sisi wacha twende tukachukua hiyo pesa iliyobaki ili tuiwae hiyo tiba. Sawa, hakuna shida. Karibuni sana. Sasa hizi Salama mzima. mzima. Mbilizi unaonekana ni mwenye mawazo sana. Nini shida Saida? Maisha ndo yale yale, hakuna mengine. Na hivi tunavyoishi ndio maisha. Haijalishi unapitia nini ndugu yangu. Yawe magumu, yawe mepesi, yawe matamu, yawe machungu, ndio maisha. ni kweli. Pachane na hayo. Umepata taarifa Madebe? Madebe ametangaza hali ya hatari sana kwa waliomteka mkewe, na amesema waliohusika kumteka mkewe kabla jua halijazama wamtokeze, la sivyo kitachotokea asilaumiwe. Taarifa nimepata, amenipigia simu yeye mwenyewe.
Nikuulize Swaiba wangu, hivi mfano kama wewe ungekuwa unahusika na hili swala la mke wa Madebe, ungejitokeza? Hapo ni pagumu kidogo, kwa sababu pia sijui nikijitokeza atachukua hatua gani. Mimi sina jibu la moja kwa moja, ila anavyovuma Madebe waliohusika bora wajitokeze, maana yule jamaa inasemekana ana roho mbaya sana. Yaani huyu kaka sio ananitafuta nini mimi? Kila siku apunguza kipimo, vifungu vidogo, bei kubwa. Wewe misha kwambia umuame utaki. Kila siku nalalamika. Wewe kama utaki kumuama sasa kusikia nalalamika shoga yangu. Ananipaga na nyongeza nikinunua vitu. Ndio maana. Chane. Njoo mara moja. Mambo? Poa vipi? Mzima. Dondola upo? Nipo. Mambo vipi? Poa. Umeadimika? Nipo mihangaiko tu. Mama zile. Umeshapata pikipiki? Unataka kukifanyia nini? Wewe nipe. Nipe kama laki. Ansi hizo hela mimi nimeleta kwa ajili ya pikipiki. Na ukizingatia sitakuwa na namna yoyote ile ya kuingiza pesa. Na baba ameniambia nibane sana matumizi. Na pia amenisisitizia kwamba kwa semester hii mimi na yeye tumeshamaliza. Kwa shaka. Kila kitu kitaenda. Babe, it is not gonna be okay. It is not. Niambie tu unataka kwenda. Unajua hatuna muda tena. Na naomba niende huko, nikirudi na kuelezea kila kitu. Sawa? Na nikuahidi mpenzi. Pikipiki tutaipata na kila kitu kitaenda vizuri. Babe, safari ukisingua. Sio ujue kabisa kwamba tutaishi maisha magumu sana. Na pia utakuwa umepunguza uaminifu wangu kwako. Oya, wenzetu.
Wanaume ni pasua kichwa. Kulikoni? Usijali shoga yangu, nitakwambia. Unasemaje? Umejipangaje? Kuhusu nini? Kuhusu Madebe. Mama Linda, wewe ndio umenisababishia haya matatizo na wewe ndio unapaswa kunitoa. Sijajipanga kwa chochote kile, na lolote litakalonikuta na dili na wewe. Ulishirikiana na nani kutaka kunizika nikiwa hai? Ni Sadala au ni Dondola?